Utendaji kazi wa roho ya uasi kanisani. Ninaposema kanisani simaanishi jengo, ninamaanisha ndani ya watu wanaomcha Bwana. Katika nyakati tunazoishi leo, adui amewaiba watu wengi sana kanisani. Shetani amewaiba watu kanisani. Na ukienda kwenye nchi za magharibi leo, kule ambako uamsho ulianzia, watu wale walikuwa wana mshikamano mkubwa sana na makanisa, na kanisa lilipata nguvu sana. Kulikuwa na movement za ajabu ambazo zilifanya kazi kwa kiwango kikubwa. Lakini leo makanisa kule yamekufa na makanisa yanaendelea ku break down kidogo kidogo. Yalikuwa ni makanisa makubwa, yalifika mahali yanaitwa mega churches. Siku hizi mega churches zinaonekana kama ni ushetani, na kila Mkristo analishambulia mega church. Anasema achana na mega church, anashambulia. Lakini ule uamsho ulikuwa ni mkubwa sana. Leo hii kutoka kwenye mega church yakaja makanisa madogo yanaitwa local churches, baadaye yakaja makanisa ya nyumbani, na bado sasa kumekuwa na mtu individual. Unakuta mtu anajihisi yeye ni Mkristo na hahitaji ushirika wowote. Hapa shetani anakuiba kanisani. Shetani anapofanikiwa kuwaiba watu kanisani, tukisema kanisa tunamaanisha mtu mmoja. Tukisema kanisani tunamaanisha mahali palipo na watu wengi. Biblia inatuonyesha kwamba kanisa la kwanza lilianza kidogo, lilianza na Kristo. Baadaye kanisa likakua, mitume wakazaliwa, likaongezeka, watu 3,000 kwa siku moja, likaongezeka watu 100, na hatimaye wakapindua ulimwengu. Leo roho ya uasi inafanya kazi kwa kazi sana kanisani. Inawaiba watu kanisani, inawaondoa watu kanisani, inawaondoa watu kwenye ushirika. Leo shetani anafanya bidii sana kuwaondoa watu kwenye ushirika. Haijalishi ni ushirika mdogo ama ni mkubwa. Na kwa nyakati tulizonazo leo, shetani anawaiba watu kanisani, anawaondoa kwenye makusanyiko madogo, anawapeleka kwenye makusanyiko makubwa, makusanyiko ambayo hayawezi kumuonya. Adui anawaiba watu kwa nguvu sana kanisani, kwa sababu amefanikiwa kuhakikisha anamuondoa mtu mahali ambako angeweza kulelewa, mahali ambapo angeonywa, mahali ambako angefundishwa, mahali ambako angeelekezwa, mahali ambako angesaidiwa kiroho. Anampeleka mahali ambako ataenda kuhudumiwa yeye mahitaji yake tu, ambayo sio mahitaji ya kimsingi ya kiroho. Mahali ambako angeambiwa utapokea mali, utapokea hiki, utapokea kile. Mahali ambako hakuna any reshaping character reshape. Hamna mahali pa kutengenezwa kimaadili. Na hapo sio kanisani. Hapo ni kwenye kusanyiko tu. Linaweza likawa ni kusanyiko la dini, linaweza likawa ni kusanyiko la watu, linaweza likawa ni kusanyiko la manabii, wachungaji, mitume na manabii, au maaskofu, lakini sio kanisani. Kanisani ni mahali ambako ni kama familia, mahali ambako mtoto anakutana na baba, na baba anakutana na mtoto, mtoto anakutana na mama na kaka, na mtoto huyu anasaidiwa. Katika kitabu cha Efeso mlango wa 3 na mstari wa 10 anazungumza, anasema hivi: ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane kwa falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Anazungumza ni kwa njia ya kanisa. Yaani nje ya kanisa hakuna hekima yoyote. Nje ya kanisa hakuna msaada wote. Nje ya kanisa hakuna maarifa. Nje ya kanisa hakuna hekima ya Mungu. Mungu anaitoa hekima ya Mungu kanisani. Mahali pengine nikasema kanisa ni kama central office ya Mungu duniani. Ni kama ikulu ya Mungu duniani. Yaani Mungu anatawala kutokea kanisani. Kuna mambo mengi yamekuwepo, kuna idara nyingi za Mungu, na mara nyingine watu wasema okay, kanisa sio ufalme wa Mungu. Ni kweli, ufalme wa Mungu ni zaidi ya kanisa, lakini kanisa ni ikulu ya Mungu duniani. Mungu anapotaka kuoperate, kufanya chochote duniani, huwa anaanza kanisani. Kwa hiyo kanisa ni ikulu. Na kama wewe ni kiongozi wa taifa au mahali fulani, kama unataka kuwa na maisha bora, huduma bora, au unataka kuwa na maendeleo bora ama uongozi uliotukuka, ni lazima uwe na mahusiano mazuri na ikulu. Kwa hiyo kama wewe unafikiri ni mtumishi wa Mungu, lazima ujue utumishi wako unaligusaje kanisa. Leo nikiendelea mbele kidogo, kuna katika kitabu cha Waefeso kitabu hiki cha Waefeso mlango wa 4 anazungumza wakati Yesu alipopaa na kuteka wanadamu na kuwapa vipawa. Anasema alipopaa maana yake ni nini, kama sio kwamba na yeye alienda pande za chini za nchi ili kuteka wanadamu na akawapa vipawa. Na alipokwisha kushuka akapaa juu sana ya mbingu, naye alipopaa aliwatoa wengine kuwa mitume, wengine manabii, wengine wainjilisti, wengine wachungaji na walimu, kwa kusudi la
akamilishe watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke na mwili wa Kristo ujengwe. Hapa mwili wa Kristo maana yake ni kanisa. Sasa leo watu wanaibiwa kanisani. Adui amefanikiwa sana kutengeneza uadui mkubwa na watu, na hapa nazungumza na wewe unayenisikiliza na unayeniangalia. Roho ya uasi inawaiba watu kanisani, inawatoa kwenye ushirika, inawatoa kwenye mahusiano, inawatoa kwenye mahusiano na watu wa Mungu, inatumia madhaifu na mapungufu ya watu wa Mungu walioko kanisani kuwafukuza wengine. Mara nyingi sana watu wanaokimbia kanisani wanasema yule mchungaji yule askofu yule baba yule nabii yule mchungaji huyu ana upungufu huu na upungufu huu. Mara nyingi sana hawajaangalii madhaifu yao, hawajaangalia. Majuzi nilikuwa namuona mtu mmoja ambaye tulikuwa tunafanya naye kazi kwa karibu sana. Alikuwa ni mtumishi wangu, ni katibu wangu, mtu ambaye nilimpenda, nilimwelekeza, nilimsaidia, na yeye alinisaidia sana huduma. Lakini ghafla akaanza tu kuanza kukinzana na uongozi wa kanisa, kukinzana na wenzake, kukinzana na mimi, na mwishowe akaondoka kanisani. Nikawa najaribu kuuliza, inawezekana nilikuwa na makosa mahali fulani. Nikalitafuta kosa langu sana, nikalikosa. Nikajua shetani alimuiba kanisani, na inawezekana aliuona upungufu wa kanisa, aliona madhaifu fulani kanisani, lakini akasahau madhaifu yake. Maana kama ungenipa kalamu na karatasi uniambie andika madhaifu ya mtu huyu, ningeandika hata madhaifu 100. Lakini mimi sikuwa nayaona yale madhaifu, maana nijua katika Mungu tunakuwa na kuongezeka, na tunapoongezeka hatuna haja ya kuhukumiana. Sasa mara nyingi sana adui, ile roho ya uasi inamuingia mtu. Inaweza kukuingia ikakupa ndoto, inaweza ikakuingia ikakupa mafunuo, inaweza ikakuingia ikakupa akili fulani ambazo unafikiri ni akili za Mungu, lakini kimsingi ni roho ya uasi na kuingia. Na leo tuna wahubiri ambao mara nyingi sio wahubiri ambao wanaihubiri injili ya kweli. Wameitwa na shetani au wameletwa na shetani ili kuwaiba watu kutoka katika kanisa la Mungu. Wewe usikubali kuibiwa kanisani. Wewe ni hazina nyumbani mwa Bwana. Wewe ni wa muhimu nyumbani mwa Bwana. Wewe ni mtu wa lazima uwepo. Ni kama kitasa kikosekana mlangoni, ni kama mlango ukikosekana kwenye nyumba, ni kama kitanda kikosekana ndani, ni kama godoro likosekana kitandani, ni kama blanketi likosekana juu ya godoro. Kwa nini? Kwa sababu watu hawawezi kuishi vizuri. Inawezekana ukajiona hauna maana ama hautoshei mahali ambapo Bwana amekuweka, lakini hakikisha hauyapokei mafunuo mapya, haupokei hekima mpya, haupokei maarifa mapya ambayo kwa namna ya kawaida ya kibinadamu au kwa mujibu wako unafikiri haya ni maarifa ya Mungu, alafu ukaondoka kanisani. Ukiondoka kanisani, hata kama unajihisi uko sahihi, tayari umemkosa Bwana. Mungu akusaidie usiibiwe kanisani, kwa jina la Yesu, amen.